Kenya ni miongoni mwa mataifa yanayojizatiti sana katika kupiga hatua kudumisha demokrasia. Hii ndio sababu Sauti ya Kipenga ilisifia taifa la Kenya kwa kuwa mbele ikilinganishwa na mataifa jirani ya Tanzania, Uganda na Rwanda. Demokrasia hii tunaifurahia kwa uwepo wa katiba ya mwaka 2010 ambayo inaruhusu Mkenya kufurahia haki zake zikiwemo kujieleza, kukusanyika, kujiunga na kundi au chama anachopenda. Kinachoonekana kukandamiza haki za kukusanyika ni ghasia na vurugu zinazoshuhudiwa kwa sasa, hasa katika mikutano ya kisiasa, na baya zaidi tunazishuhudia pia katika maeneo ya ibada. Mkutano wa Linda Mwananchi Kitengela, kaunti ya Kajiado, Februari 15, tulipoteza Mkenya kwa jina Vincent Oyamo ambaye anadaiwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi akiwa shughuli zake. Baadaye mrengo huo umekuwa mtaani ya Malemba, kaunti ya Kakamega, Februari 21, na huko tukashuhudia vurugu na kurushwa kwa vitoa machozi. Mkutano huo ukielekea mjini Mbale, kaunti ya Vihiga, tulimpoteza Mkenya kwa jina George Olande Otobe. Idara ya DCI imetoa ripoti yake kuhusu mauaji hayo, ingawa matukio haya yanafafanuliwa kwa mitazamo ya kisiasa, huku pande pinzani zikilaumiana. Sauti ya Kipenga inakashifu mauaji hayo, inakashifu wanaotekeleza visa hivyo, na pia inakashifu wanaopanga visa vya uhuni katika mikutano hiyo. Wakenya wanaofuatilia wameachwa katika siasa kati ya mawazo mawili, kwamba matokeo hayo ni ya kujipangia na upande mwingine eti ni matokeo yanayopangwa na upande wa serikali. Acha tuseme hivi, maisha ya Mkenya mmoja yana thamani sana kuliko nafasi mnazozitaka enyi wanasiasa. Inaudhi kwamba enyi wanasiasa, iwe upande wa serikali au upinzani, mnawakodisha vijana kwa shilingi 1000, pombe, t-shirts, reflectors, mafuta ya pikipiki ili wasababishe vurugu katika mikutano ya kisiasa. Sauti ya Kipenga imeghadhabika kwa sababu enyi viongozi hamdhamini tena maisha ya wale mnaowahitaji siku ya kura mwaka ujao. Na badala ya kusikitikia maafa haya, mnaiweka nchi katika mchezo wa paka na panya kulaumiana eti ni nani kanywa maziwa. Kipenga hiki tunakipuliza na kusema kwamba lazima enyi viongozi muheshimu katiba inayoruhusu Wakenya kukusanyika na kujieleza, Wakenya kulindwa bila kujali wanaegemea mrengo upi, na zaidi sana kuheshimu maisha ya wote. Sauti ya Kipenga inawataka enyi viongozi, uwe upande wa serikali, United Opposition, Linda Mwananchi na Linda Ground, kuvumiliana kisiasa. Kumbukeni kuwa hao Wakenya mnaowatumia vibaya na kuchangia vifo vyao mtahitaji kura zao Agosti mwaka 2027. Tunasema acheni kufanyia biashara maisha ya vijana. Tumepuliza Kipenga. Mimi ni Nelson Songa.